Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Mlaponi, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Jeshi la polisi la mkamata aliyechapisha taarifa za vitisho dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima siku chache kabla ya kuvamiwa kwa kiongozi huyo. Mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana yazindua shindano la masoko ya mitaji kwa wanafunzi. Na katika habari za kimataifa, maandalizi ya kikao cha siri cha uchaguzi wa Papa yaanza. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na taarifa inayoeleza kuwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Fred Edward Kosei, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach, Dar es Salaam, kwa kuchapisha taarifa za vitisho dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima siku chache kabla ya kutokea tukio la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa kiongozi huyo wa dini, huku jeshi hilo likieleza kuendelea na upelelezi wa shauri hilo ili kubaini wahusika zaidi. Na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulilo, amesema mtuhumiwa huyo ambaye anakuwa wa pili kukamatwa baada ya tukio la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa Padri Kitima limekuja baada ya mtu huyo kuchapisha taarifa za vitisho katika mitandao yake ya kijamii siku chache kabla ya kutokea tukio la kushambuliwa kwa Padri Kitima. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linapenda pia kuwataarifu kuwa amekamatwa na anahojiwa kwa kina mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fred Edward Kosei mwenye umri wa miaka 51. Huyu ni mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach, Makonde, Dar es Salaam. Huyu amekamatwa kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima, ambalo kwa mujibu wa ufuatiliaji alilitoa na kulichapisha mitandaoni siku chache kabla ya kutokea kwa tukio ambalo limehusisha Padri Kitima. Upelelezi wa shauri hili unaendelea na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria. Aidha, kamanda Mulilo akizungumzia hali ya usalama katika jiji hilo amesema hali ni shwari, huku akiainisha operation ya hivi karibuni wamewakamata watuhumiwa 5 kwa kusafirisha gunia 60 za dawa za kulevya aina ya bangi kupitia lori la mafuta katika eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam. Hali ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Hata hivyo, jeshi linaendelea na kazi zake zingine, zikiwemo za kupiga vita usafirishaji, uuzaji na matumizi ya dawa za kulevya, ambayo kwa sehemu kubwa ni kinyume na sheria za nchi yetu. Kufuatilia jukumu hilo, tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, maeneo ya Kibada Kigamboni katika mkoa wa kipolisi wa Temeke walikamatwa watu 5 na jeshi la polisi wakihusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya bangi gunia zipatazo 60. Dawa hizi za kulevya ambazo zilikuwa kwenye gunia zilikuwa zimepakiwa kwenye gari namba T 466 ambalo namba zake ni EDV aina ya HO, ambalo gari hili
lilikuwa na tenki lenye muonekano wa kubeba mafuta lenye namba T 994 EEG, ambalo baada kulipekua lilikutwa likiwa limepakia gunia hizo za bangi ambazo ni dawa za kulevya. Hata hivyo, Kamanda Mulilo amebainisha kuwa katika operesheni hiyo pia wamefanikiwa kumkamata mtu aliyefahamika kwa jina la David Zefania Sanga kwa tuhuma za kujiibia vifaa vya magari yake ili kuwadanganya kampuni za bima waweze kumlipa. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini imetoa tamko la kulaani vikali kuwepo kwa matukio ya kupigwa na kujeruhiwa, ikiwemo la kupigwa kwa Padri Dr. Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, na kutekwa kwa Mdude Nyagali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kwamba tume imejiridhisha kuwa kuwepo kwa matukio hayo yanaashiria uvunjifu wa haki za binadamu pamoja na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Matthew Mwaimu amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa tamko kwa waandishi wa habari kuhusu kuwepo kwa matukio mbalimbali yanayohusiana na uvunjifu wa haki za binadamu yaliyojitokeza hivi karibuni. Serikali iendelee kukaa na wadau wa demokrasia katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika kipindi hiki. Viongozi na wananchi waendelee kudumisha amani na utulivu ambao ndio msingi wa kufurahia haki za binadamu. Jukumu la ulinzi na utetezi wa haki za binadamu na uzingatiwaji wa misingi ya utawala bora ni la kwetu sisi sote. Sanjari na hilo, jaji huyo mstaafu amebainisha kuwa kutokana na hilo tume inatoa mapendekezo mbalimbali likiwemo kulitaka jeshi la polisi nchini kuwakamata wale wote na kuwachukulia hatua za kisheria waliomjeruhi Padri Kitima pamoja na kumteka Mdude wa Chadema. Jeshi la polisi ambalo ndiyo taasisi iliyopewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zao kutekeleza wajibu wake kwa kufuata katiba, sheria na kanuni. Pili, jeshi la polisi liendelea kuwasaka na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika na kujeruhiwa kwa Dr. Charles Kitima, waliomteka Faluka Saidi Nyagali kwa jina lingine almaarufu Mdude, na waliohusika katika matukio mengine ya uvunjwaji wa haki za binadamu. Ikumbukwe kuwa matukio hayo yametokea hivi karibuni. Ni kushukuru sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Wakati huo huo, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini LHRC kimezindua ripoti ya 23 ya masuala ya haki za binadamu nchini kwa mwaka 2024 na 2025, huku ripoti hiyo ikionyesha kuongezeka kwa matukio ya watu kupotea pamoja na kutekwa na mauaji, ambapo jumla ya matukio 63 yameripotiwa. Goodluck Msolla ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa na Nezia Masinde. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Florence Masawe amesema katika ripoti ya mwaka huu wameelezea ongezeko la matukio hasa ya watu kupotea, kutekwa pamoja na kuuawa na watu wasiojulikana, ambapo waliripotiwa mara ya mwisho katika ripoti ya mwaka 2017. Mtakumbuka mwaka 2024 tulishuhudia mauaji ya kutisha mtoto mwenye ualbino Asimwe yaliyotokea mkoa wa Kagera. Mauaji haya ni vitisho, na vitisho vingine vya watu wenye ualbino ni kiashiria tosha kuwa jamii bado haiko sawa na salama sana, na jitihada za ziada zinahitajika katika ulinzi wa watu wenye ualbino. Masuala mengine muhimu yaliyoibuliwa katika ripoti ni mikopo kandamizi, ukosefu wa nafasi za watetezi wa haki, afya ya akili, unyanyasaji dhidi ya watu wenye ulemavu, biashara haramu ya binadamu, ndoa za utotoni, ukeketaji pamoja na ukiukwaji wa haki za faragha za watu binafsi. Ripoti hii imeonyesha hali ngumu ya upatikanaji wa haki kwa wanawake, watoto na watu wenye ulemavu kutokana na sheria na mila kandamizi, utekelezaji hafifu wa sheria na ukosefu wa usawa
wa kijinsia katika uongozi. Kwa upande wake Fundikira Wazambi kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini amesema katika ripoti hiyo imeonyesha waathiriwa wakubwa wa matukio ya ukatili ikiwemo ya mauaji ni watoto na wanawake, huku akieleza katika ripoti hiyo mauaji ya watu katika mapenzi yameripotiwa zaidi, ambapo kati ya matukio 9 yamewahusu wanawake. Kituo hicho kimeitaka serikali kuchukua hatua ikiwemo katika maboresho ya sheria, uwajibikaji pamoja na kuja na katiba mpya ili kukabiliana na ongezeko hilo la matukio, huku pia wakieleza hatua zilizopigwa katika uhuru wa vyombo vya habari licha ya changamoto zilizopo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Goodluck Msola. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Kilimanjaro ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amemwagiza mkurugenzi wa wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA nchini kuijenga barabara ya Mabogini Chekereni hadi Kahe yenye urefu wa kilomita 31.25 kwa kiwango cha lami. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoa wa Kilimanjaro anayo taarifa zaidi. Akizungumza na wananchi baada ya kukagua barabara hiyo, Mchengerwa amesema kutokana na barabara hiyo kuwa korofi, wataijenga kwa kiwango ambapo kitapitika kabla ya kuanza ujenzi wa kiwango cha lami. Amesema mradi wa ujenzi wa barabara hiyo hadi kukamilika kwake kutagharimu takriban zaidi ya shilingi bilioni 45, ambapo awamu ya kwanza itagharimu jumla ya shilingi bilioni 7. Hawa mjadiliwa. Kwanza tupate suluhu ya muda mfupi, ambapo serikali italeta sasa shilingi ngapi? Bilioni 7. Hela nyingi sana. Bilioni 7 itatosha kuifanya barabara hii ipitike wakati wote, lakini si kiwango cha lami. Tutainyanyua vizuri, itakuwa na tuta kubwa. Tutajenga madaraja yote ambayo yalikuwa kusababisha madhara ya madimbwi katika barabara hii. Yote tutayajenga. Tunajaza tuta vizuri na kuhakikisha kwamba wananchi wanafurahia serikali yao. Na mchakato wa muda mrefu ni kuhakikisha kwamba tumeingiza kuiombea fedha bilioni zitakazobaki ili tuijenge sasa kiwango cha lami kwa kilomita zote 31. Na maelekezo yangu yalikuwa TARURA, mchakato huo wa kuingiza kujengwa moja kwa moja uanze mara moja, ili kusudi mwaka ujao wa fedha pengine kuanzia Julai tutafute fedha ya kujenga barabara hii kiwango cha lami kilomita zote 31. Hapo vipi? Na hapa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Nurdin Babu akazungumzia adha ya barabara hiyo. Wapatao jumla yao ukiacha wanaokula 60,000 na hao wako 24,000, umesikia. Tatizo lao kubwa ni barabara. Na wakati wa mvua kubwa, Mheshimiwa Waziri, maji yanaingia kwenye nyumba zao, na juzi kuna kaya 62 zilikosa mahali pa kukaa, na mimi nilikuja kutembelea maeneo haya. Sasa Mheshimiwa Waziri, umekuja. Wewe ndo waziri wetu. Kwanza wewe ndo bosi wangu. Kabisa. Na hawa ma-DC huyo ndo bosi wetu. Umekuja, tumekuomba, umetuitikia. Lengo kubwa tunataka wananchi hao wapone, roho zao zipone kwa kauli yako. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini Profesa Patrick Ndakidemi amemuomba waziri kuangalia uwezekano wa kuigawa kata ya Mabogini. Kwa hiyo kwenye mikakati yako Mheshimiwa waziri wangu, sababu hili liko kwako, tutakuomba hapo baadaye utusaidie kugawa hii kata ili ziwe watu 60,000 ni tukapata kata 5 hadi 6. Mimi mengine sina, naendelea kukushukuru. Namshukuru sana Mama Samia. Kata hii tumeshapata miradi ya shilingi bilioni 8. Bilioni 8 ndio kata inayoongoza kwa kuwa na pesa nyingi, miradi mingi. Umetujengea hospitali ya wilaya iko hapa, umetujengea sekondari, umetupa vitu vingi kusema ukweli. Wananchi wa kata hiyo wamekuwa wakipata adha kubwa ya usafiri, hususan wakati wa mvua ambapo barabara hiyo haipitiki na kusababisha adha kubwa ya usafiri na usafirishaji. Ni kushukuru sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Magonjwa ya saratani, shinikizo la damu, moyo na figo yanatajwa kuwa tishio zaidi kwa wananchi wa mikoa ya nyanda za juu kusini kutokana na baadhi ya wananchi kupuuzia
magonjwa hayo. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na madaktari bingwa na bingwa bobezi walioweka kambi maalum kwenye hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya inayotarajia kudumu kwa muda wa siku 5 kwa lengo la kutoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali. Matatizo ya saratani, na kwenye matatizo ya saratani tunajitahidi, lakini vile vile kuna shida ya selimundu ipo kubwa sana kwa watoto wetu, na mtoto anakuja ni kama upungufu wa damu, lakini tukigundua ni selimundu. Tukija kwa upande wa watu wazima, matatizo ya pressure yako mengi, matatizo ya moyo, ya figo, lakini vile vile matatizo ya viungo, joint kuuma, miguu kuuma, especially kwa watu wazima. Hayo ndio matatizo mengi ambayo tunayaona na wenzangu ambao wanaona wale wagonjwa. Hii ina umuhimu mkubwa na imekuwa na manufaa kwa wananchi. Kama vile mjuavyo, katika hospitali yetu kuna changamoto kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunakosa bingwa na bingwa bobezi, kama vile kwenye eneo la madaktari magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya moyo. Kwa hiyo na vile vile hata kwenye eneo la matibabu ya sikio, koo na pua. Sasa bila kusahau na vile vile kwenye eneo la upasuaji wa ubongo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa amewataka wananchi kujitokeza katika kambi hiyo, huku mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya Julius Kaijage amekuwa na haya kusema. Niwaombe wananchi wangu, tusiwe na ile utaratibu wa kuja siku za mwisho na kuanza kuomba siku ziongezwe. Tutumie vizuri hizi siku 5. Siku ngapi hizi? Muambie huko majumbani, wale wagonjwa walioko majumbani, kwa sababu mbalimbali, kwamba ipo timu kutoka kwa Mheshimiwa Rais imekuja kuwahudumia. Mabodi tumeshukuru sana kutokana na kwamba watu wengi wana matatizo, lakini gharama kubwa ya matibabu imekuwa kusafiri kwenda mbali na kulala. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba ana matatizo lakini kutokana na gharama anashindwa kwenda kupata matibabu. Baadhi ya wananchi waliofika katika hospitali hiyo wamezungumzia umuhimu wa kambi hiyo. Dr. Bingwa ambao Mama Samia ametuletea. Nawapenda kuwatangazia ndugu zangu wote wana mkoa wa Njombe, karibuni hapa, tumekaribishwa vizuri, tumepewa madaktari 36. Kwa hiyo kila tatizo ulilonalo sugu kwa miaka mingi unakuja kuhudumiwa. Kweli ujio wa madaktari bingwa na mabingwa bobezi kwa kweli tumeufurahia, kwa sababu tulikuwa tunasafiri mwendo mrefu kwenda Dodoma au Dar es Salaam au KCMC. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya, mimi ni Daniel Simelta, TVE Habari. Ni kushukuru sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Wakati mwenge wa uhuru ukiendelea na ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani Njombe, wananchi wa mkoa huo wametakiwa kuanza kutumia nishati safi ili kuepuka uharibifu wa mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na baadaye. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Wito huo umetolewa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 Ismaili Usi alipokuwa akikagua miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya jimbo la Lupembe wilayani Njombe, ambapo amesema hivi sasa kuwa mazingira yameharibiwa vibaya na shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo ukataji wa miti hovyo pamoja na shughuli nyinginezo za kibinadamu, na hivyo ni wakati sahihi wa kuungana na kinara namba 1 hapa nchini Dr. Samia Suluhu Hassan katika matumizi ya gesi safi na salama kwa mazingira. Bwana Kichiwa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anakabidhiwa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na mambo mengi ya kipaumbele, kama ikiwemo swala zima la utumiaji wa nishati safi na salama ya kupikia. Leo hii Tanzania baadhi ya maeneo yetu tumeondosha haiba ya nuru yetu hasa ya kijani. Watu wengi wamekuwa wakiharibu mazingira kwa kukata miti ovyo, lakini pia kukata miti kwa kutumia katika mambo ambayo sio ya msingi. Kwa kweli jambo hili limepelekea haiba na nuru ya nchi yetu kupotea katika maeneo yetu, na ndio maana Daktari Samia leo hii amesimama, ni mwanamke pekee, ni mwanamama pekee jasiri alionyesha uzalendo na kuhakikisha kuhamasisha Afrika na dunia kwa ujumla sasa inaenda kutumia nishati safi na salama, na ikiwa ndiyo ajenda kuu ya dunia kuhusu utumiaji wa nishati safi na salama. Naomba tumpigie makofi mengi sana.
Takriban miradi 6 yenye thamani ya zaidi ya milioni 700 imetembelewa na Mwenge wa Uhuru katika jimbo la Lupembe hapa mkoani Njombe, ukiwemo uzinduzi wa jengo la mionzi katika kituo cha afya Mtwango pamoja na kikundi cha Mtwango Youth Technology ambao wanajihusisha na upondaji wa kokoto. Pesa nyingi sana wamepewa kwa ajili ya kuendesha mradi huu. Na mradi huu unaenda kuwasaidia wananchi wengi, lakini pia unasaidia miradi ambayo sisi kama halmashauri tunatekeleza, ambayo kama serikali kuu inatekeleza ndani ya maeneo yetu. Leo hii halmashauri haipati tena shida kwenda kutafuta kokoto mahala popote. Leo hii kokoto tunanunua kwa vijana hawa wa Mtwango. Kwa kweli tuwapigie makofi mengi sana. Mbunge wa jimbo la Lupembe Mheshimiwa Edwin Enosi Swale akizungumza kwa niaba ya wananchi amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 imekuwa na mchango mkubwa katika uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Tulipomwambia umuhimu wa afya za watu wa Mtwango kwenye kituo hiki cha Mtwango, sio tu ameleta x-ray, ameleta vitanda vya wagonjwa, ameleta mashuka ya wagonjwa, akaleta pia na ambulance kwa ajili ya magonjwa. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Tangu huduma ya x-ray ianze hapa, watu zaidi ya 109 wamepata matibabu. Kusingekuwa na x-ray Mtwango, mngeenda mkoani Njombe au Mbeya. Makofi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ni kushukuru sana Ibrahim Godfrey kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tunarejea tena jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa taasisi isiyo ya kiserikali ya Haki Elimu imependekeza serikali kuongeza angalau 15% ya bajeti kwa sekta ya elimu, hatua inayolenga kuimarisha maendeleo endelevu na kuinua kiwango cha elimu nchini. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu John Kalage amesema ongezeko hilo ni muhimu ili kuhakikisha elimu inapata rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuboresha miundombinu, mazingira ya kujifunza na kufundishia pamoja na kushughulikia changamoto zinazoikabili sekta hiyo. Ameongeza kuwa nyongeza hiyo ya bajeti itasaidia pia kutekeleza mikakati ya kuongeza idadi ya walimu nchini, hasa katika maeneo ya vijijini ambako upungufu wa walimu bado ni changamoto kubwa, na pia utaongeza uwiano sahihi kati ya walimu na wanafunzi na hivyo kuboresha ubora wa elimu. Tuna uhaba mkubwa sana wa walimu, na nataka ninukuu takwimu chache. Ukiangalia taarifa ya TAMISEMI ya mwaka 2024 ambayo waliwasilisha kwenye kamati ya bunge, imeonyesha kuwa shule za awali zina upungufu wa walimu 61,559 na shule za msingi zina upungufu wa walimu 124,000 na shule za sekondari zina upungufu wa walimu 82. Hii inafanya jumla ya upungufu wa walimu kuwa ni takribani 200,000, takriban 300,000, ni 268. Hiyo ni kama 300,000. Na masomo ambayo yana upungufu mkubwa wa walimu yanaongozwa na masomo ya sayansi ya uhandisi lenye upungufu wa 81.4, elektroniki na kompyuta 73%, biolojia 58%, kemia 52%, na fizikia ina upungufu wa 53%. Kwa upande wake, meneja wa idara ya utafiti, ubunifu na uchambuzi wa sera kutoka Haki Elimu, Mwemezi Makumba, amesema tafiti za kila mwaka zinaonesha kuwepo kwa upungufu mkubwa wa vitabu shuleni, jambo linaloathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa elimu, huku akibainisha kuwa ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG pia zimethibitisha hali hiyo. Hamkupeleka. Kwa huu ni ushahidi kwamba yale matamko, zile survey, ule utafiti ambao tunaofanya Haki Elimu na tunaonyesha kuna upungufu, zimeungwa mkono na CAG mwenyewe. Kwa hiyo tumeileta hii takwimu kwa ajili ya ushahidi wa hizo takwimu ambazo zinasema na upungufu mkubwa. Na nyinyi ni mashahidi. Mwezi Machi mpaka mwezi wa pili mpaka mwezi Machi mwaka huu kulikuwa na shida. Shule za hapa mjini zinasema kwamba hawajapata vitabu. Wengine mnawezekana mna watoto katika shule hizi, mmeambiwa mtafute vitabu, hata mkienda Kariakoo havipo. Kwa kumekuwa hali halisi ni kwamba kuna upungufu wa vitabu na uchapishaji umekuwa na delay. Kwa hiyo taarifa ya CAG ni ushahidi kwamba taasisi ya elimu inatakiwa kushughulikia tatizo hilo. Kuna tatizo la uchapaji, lakini kuna tatizo la usambazaji. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.
Wananchi wa jimbo la Mpanda vijijini wametakiwa kutumia fursa ya uwepo wa miundombinu ya barabara kujikwamua kiuchumi kwa kujishughulisha na shughuli mbalimbali za maendeleo. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Tunaendelea kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma bora. Ninakuomba sana Baba, ukatuguse kwenye sehemu ya madawa ili yaweze kuwa mengi, wananchi hawa wasiendelee kuteseka. Wakati akizungumza na wananchi, Kakoso ameahidi kulifanyia kazi ombi hilo, huku akiwataka wananchi kutumia fursa ya uwepo wa barabara kujikwamua kiuchumi. Barabara hii itakapokamilika, wananchi nyinyi ndio mtakaonufaika kwa kiwango kikubwa sana. Wakongo watakuja kufata bidhaa za kilimo kutoka kwenu. Wakongo watakuja kufata bidhaa za ufugaji kutoka kwenu. Na mnapokuwa na mpishano wa kibiashara, ndipo maendeleo yatakuwa makubwa sana. Niwaombe wananchi wa Kasekese, wananchi wa Sibwesa, wananchi wa Karema, wananchi wa Ikola, wananchi wa Isingule, wa Kapala Msenga, itumieni fursa hii vizuri kukamilisha mifumo ya kujenga uchumi wa kwetu. Akisoma utekelezaji wa ilani katika jimbo la Mpanda vijijini, katibu wa mbunge huyo amesema zaidi ya bilioni 500 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, huku baadhi ya madiwani wakitoa ufafanuzi wa miradi hiyo. Kiasi cha shilingi bilioni 519,886 milioni 664,357. Wastani sawa na shilingi bilioni 920. Bilioni 520. Haya ni matokeo makubwa sana, ni fedha nyingi ambazo zimeingia katika jimbo letu la Mpanda vijijini ambazo zimekwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, miradi ya sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya ujenzi wa barabara, sekta ya maji, sekta ya nishati ya umeme. Miaka hii mitano, vijiji vya Kamsanga na Ikaka vimenufaika kwa kufanyiwa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mnyagana na Kamsanga vimeingia kwenye mpango wa kuhifadhi msitu ili kuanza kunufaika na miradi ya hewa ya ukaa. Mbunge, ujenzi wa matundu 6 shule ya sekondari Kabungu milioni 6,600,000. Ujenzi wa bweni shule ya sekondari Kabungu milioni 80, mradi umekamilika. Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya ya Tanganyika amekemea viongozi mbalimbali wa chama kuwa na mgombea kabla ya wakati. Ni aibu kwa kiongozi kuwa na mgombea kabla ya wakati. Hao viongozi ndio wanaenda kutupa kazi ngumu sisi kwenye kwenda kuwapata viongozi wengine. Sisi moyo. Tumesema chama hiki kimeshajipambanua. Jamani, yani tumeshindwa kutatua matatizo ya wananchi mpaka tuanze kutafuta wagombea. Inawezekana? Viongozi wa chama tuna wajibu wa kuwasemea viongozi wawakilishi wa wananchi kwa yale mazuri ambayo wameyafanya. Ndio wajibu wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu mwisho wa siku michakato hii kishaisha, hawa wananchi ambao waliomba ridhaa watakuja kuwaulizeni nyinyi nini mlitufanyia. Ni kushukuru sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Na tunarejea tena jijini Dar es Salaam ambapo kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam imefanya ziara ya kutembelea na kukagua ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Kigamboni, ikiwa ni katika kutazama utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2022-2025. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika ziara hiyo wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila amesema katika utekelezaji wa ilani kwenye ujenzi wa shule na vituo vya afya, kwa sasa mkoa umeweka utaratibu wa miradi hiyo ya vituo vya afya na shule kujengwa kwa mfumo wa ghorofa ili kuepuka changamoto ya maeneo na kuingia gharama mara mbili kutokana na ukuaji wa miji. Aidha, akiwa katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari ya mkoa inayojengwa Kigamboni, Chalamila amesema mpango wa kuwa na shule za mkoa ikiwemo ile ya wasichana iliyopo Kwembe wilayani Ubungo ni kuwa na mfumo wa elimu utakaowezesha watoto kupata elimu ya ufundi na stadi za maisha baada ya kumaliza shule. Tumedhamiria miradi ya elimu na miradi ya afya yote ambayo inajengwa ndani ya manispaa na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla tuijenge kwa kwenda juu, kwa maana
ijengwe kwa njia ya magorofa ambayo inasaidia moja, kuwa na land management kwa maana matumizi sahihi ya ardhi, lakini mbili, kuwa na fashion isiyokwisha kwa haraka kwa maana kutumia teknolojia ya sasa, lakini jambo la tatu, eneo dogo kuchukua wanafunzi wengi kwa maana kama na square mita 2000 ambazo kuna zitumia kwa majengo 10, sasa tutakuwa na square mita 2000 ambazo tunazitumia kwa majengo karibu 40 kwa sababu yanakwenda juu. Kwa hiyo eneo dogo kuwa na watu wengi. Lakini la mwisho zaidi, nyinyi mnafahamu mji wetu huu una bahari kila kona. Kwa hiyo utakapojenga kwenda juu pia inasaidia kupata view ya mji. Watu waweze kuona bahari na kuweza pengine kuona jambo ambalo litakuwa ni vutivu zaidi. Kwa upande wake, katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Elias Mpanda alipomwakilisha mwenyekiti wa CCM wa mkoa kwenye ziara hiyo, amesema chama kimeridhishwa na utekelezaji wa ilani kwenye wilaya hiyo na kusisitiza miradi ikamilike kwa wakati. Ziara hii ya kamati ya siasa ni utaratibu tu kwamba baada ya uchaguzi tunaunda serikali, tukiunda serikali wataalamu tunawakabidhi shughuli za kufanya, kwa sababu sisi wanasiasa hatuna taaluma. Lakini tumewaambia asubuhi pale kwamba katika utekelezaji wa shughuli hizi lazima wajue kuna mambo mawili, kuna taaluma alafu kuna nafasi. Ni wangapi ambao wana taaluma kama zao hawajapata nafasi ambao wanazo? Kwa hiyo tuwapongeze kwa kipindi chote hicho ambao tumewakabidhi jukumu la kufanya la kutekeleza ilani. Kwa kweli wamefanya kwa kiwango kikubwa sana sana sana, na baadhi ya maeneo mtaona kwamba wananchi wana imani kubwa sana na miradi ambayo imepelekwa. Ni miradi ambayo haijakamilika, wameendelea kupata matumaini, lakini hapa na nyinyi ni mashahidi. Shule hii ambayo sasa tunategemea kwamba vijana wetu katika mkoa huu, katika halmashauri zote au manispaa zote watakuja katika shule hii. Katika ziara hiyo, kamati ya siasa ya CCM ya mkoa imetembelea shule ya sekondari ya Vumilia Ukooni iliyopo kata ya Kisarawe tu, ujenzi wa kituo cha afya cha ghorofa katika kata ya Mji Mwema, pamoja na mradi wa shule ya sekondari ya mkoa wa Dar es Salaam iliyopo Geza Juu wilayani Kigamboni. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana yazindua shindano la masoko ya mitaji kwa wanafunzi.